Katika miezi ya hivi karibuni, dunia imeendelea kushuhudia maandamano makubwa yanayoongozwa na vijana Gen Z kutoka Asia kusini mashariki mwa Asia, barani Ulaya hadi Afrika Mashariki. Nguvu za kizazi cha sasa cha vijana Generation Z zimekuwa zikitikisa tawala na kuibua mijadala kuhusu haki za kijamii, nafasi za vijana katika siasa na mustakabali wa uchumi. Tofauti na vizazi vilivyotangulia, Gen Z imekuwa katika mazingira ya kidijitali ambapo mitandao ya kijamii ni chombo cha utaribu na sauti ya pamoja. Ndani ya mwaka 2025 pekee, kuanzia Januari hadi Septemba, maandamano yaliyopangwa na kizazi hiki yamekuwa yakionekana mara kwa mara, yakisababisha hadi kujiuzuru kwa viongozi, kusitishwa kwa sera na kuibuka kwa mijadala mipya ya kitaifa. Lakini kinachojitokeza ni swali kubwa: je, vijana hawa wanapigania nini hasa? Na je, maandamano haya yana nafasi ya kuleta mabadiliko ya kudumu? Mwezi Oktoba, Madagascar, Peru na Morocco, maandamano ya Gen Z yalikuwa na nguvu kubwa, yakileta matokeo Madagascar, Morocco yakiendelea kwa kasi. Katika mwezi wa Septemba pekee, Nepal iligeuka kitovu cha vuguvugu la Gen Z baada ya serikali kuzuia majukwaa kadhaa ya mitandao ya kijamii, na huku marufuku hayo yalichukuliwa kama jaribio la kunyamazisha sauti za wakosoaji na vijana wakati ya miaka 18 hadi 28 waliomiminika mitaani kwa wiki nzima. Na takribani watu 70 waliuawa katika ghasia zilizofuatia, na hatimaye Waziri Mkuu KP Sharma Oli alilazimika kujiuzulu. Hali kama hiyo ilishuhudiwa Ufilipino, ambapo tarehe 21 Septemba maelfu ya vijana waliandamana katika mji mkuu Manila wakipinga kile kilichotajwa kuwa ufisadi wa kimfumo na matumizi mabaya ya fedha za umma. Waandamanaji, wengi wao wakiwa wanafunzi wa vyuo vikuu na wahitimu wachanga, walisema hawawezi kukaa kimya wakati mustakabali wao unakumbwa na ufisadi na ukosefu wa fursa. Ukiachana na Indonesia, pia huko Mongolia, maandamano ya Mei 2025 yaliibua upinzani mkubwa dhidi ya matumizi ya kifahari ya serikali. Vijana waliokuwa mstari wa mbele waliitaka serikali iwajibike kwa kushindwa kudhibiti ufisadi. Huko Timor Leste, maandamano yaliongozwa na wanafunzi mnamo Septemba yalilazimisha serikali kusitisha mpango wa kununua magari ya kifahari kwa wabunge, hatua iliyochukua ishara ya ushindi mdogo kwa vijana wa nchi hiyo. Barani Ulaya pia, Ufaransa iliendelea kushuhudia maandamano dhidi ya mageuzi ya pension na gharama za maisha, ambapo makundi ya vijana walijiunga na vyama vya wafanyakazi kushinikiza serikali kurejelea sera zake. Afrika Mashariki nayo haijabaki nyuma. Nchini Kenya, maandamano makubwa ya kizazi kipya yalitikisa taifa hilo mwaka 2024 na kuendelea mwaka huu, yakilenga haswa hali ya maisha na uwajibikaji wa viongozi kwa makosa yakiwemo ya mauaji. Na kwa upande wa Tanzania, makundi ya vijana tayari yametangaza mipango ya kuandamana tarehe 29 Oktoba, siku ya uchaguzi, wakitaka mabadiliko na kusikika kwa sauti zao katika mustakabali wa taifa. Jina langu ni Beatrice Daudi wa Ushindi Digital.